Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia Simba Sport Club, mnyama kabisa. Unafahamu ya kwamba mchezo unaofuata, mchezo mkubwa kabisa, ni mchezo wa robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika katika hatua ya marudiano, ambapo klabu ya Simba unafahamu ya kwamba iliweza kupokea kichapo cha bao 2-0 kule unazungumzia Misri, ambapo walialikwa na klabu ya Al Masry katika mchezo wao wa kwanza kabisa wa hatua ya robo finali. Sasa kile ambacho kilichoweza kutokea kule Misri, sasa unaambiwa ratiba mpya imeenda kutangazwa ya mchezo huo, ambapo tofauti na ile awali ambayo iliyokuwa ikiweza kutoka kuhusiana na mchezo wa marudiano. Mimi nimekusogezea hapa kila kitu, utakwenda kujua hapa kile ambacho kinachoendelea ndani ya kikosi cha klabu ya Simba na kuhusiana na ratiba yake ya kombe hilo la shirikisho katika mchezo huo wa hatua ya robo finali, mchezo wa marudiano kati ya Simba ambaye atakuwa mwenyeji katika dimba la Benjamin Mkapa dhidi ya klabu ya Al Masry. Ni lini hiyo? Ndo tarehe ya pambayo mpya ambayo imekwenda kutangazwa. Unaambiwa kipigo kile ambacho alichokipokea klabu ya Simba mara ya kwanza, ambapo mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu amesema timu yake inarejea nyumbani ikiwa na matumaini makubwa ya kulipiza kisasi dhidi ya Al Masry katika mchezo wa marudiano wa kombe la shirikisho Afrika utakaofanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Simba ilipoteza mchezo wa kwanza kwa mabao 2-0 dhidi ya Al Masry katika uwanja wa Suez, Misri. Hata hivyo, Mangungu amesisitiza kuwa wachezaji wake wamemaliza dakika 90 za kwanza bila majeraha na sasa wanajiandaa kikamilifu kwa mchezo wa marudiano. Tulitengeneza nafasi nyingi, lakini bahati haikuwa kwa upande wetu. Tuna uwezo wa kuwafunga nyumbani, hivyo tunawasubiri kwa hamu uwanja wa Benjamin Mkapa, alisema Mangungu. Aliwataka mashabiki wa Simba kuungana na timu yao kwa kuipa sapoti kubwa kuelekea mchezo huo muhimu. Alisisitiza kuwa historia inawapa matumaini, akirejea kumbukumbu za mechi dhidi ya Kaizer Chiefs ambapo Simba ilifungwa mabao 4 ugenini, lakini ilijibu kwa ushindi wa mabao 3-0 nyumbani. Maandalizi ya mchezo wa marudiano yameanza rasmi na tunataka kuonyesha uwezo wetu wa kuhakikisha tunavuka hatua hii, aliongeza Mangungu. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa Simba, anajipanga kutoa mapokezi mazuri kwa Al Masry kama walivyopokelewa Misri, huku akisisitiza kuwa kila mwana Simba ana jukumu la kusaidia timu kushinda na kusonga mbele katika michuano hiyo mikubwa. Lakini aiza katika hesabu za klabu ya Simba kuhakikisha inachanga vizuri karata zake na kufuzu nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika, inatakiwa kuwa makini na mwamuzi wa mchezo wao wa marudiano kutokana na rekodi zake zilivyo. Simba ambayo Aprili 9 mwaka huu itakuwa mwenyeji wa Al Masry katika mchezo wa marudiano wa kombe la shirikisho Afrika hatua ya robo finali utakaochezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, inahitaji ushindi wa tofauti ya mabao 3 ili kufuzu, kufuatiwa kufungwa bao 2-0 ugenini. Sasa katika kuamua hatima yao hiyo, shirikisho la soka Afrika CAF limempanga mwamuzi anaitwa Jindo Ruisi, raia wa Benini, kuchezesha mechi hiyo. Mwamuzi huyo alizaliwa Agosti 25 mwaka 1985 akiwa na umri wa miaka 39. Rekodi zinaonyesha amechezesha jumla ya mechi 31 za mashindano tofauti ya kafu, ambapo ngazi ya klabu ni 16 pekee. Katika mechi zote 31 ametoa jumla ya kadi 122, wastani wa kadi 3 kwa mechi. Kati ya hizo 119 za njano 3, nyekundu na nyekundu 3. Pia mwamuzi huyo katika mechi hizo 31 ametoa penati 10. Mara ya mwisho mwamuzi huyo kuchezesha mechi inayohusisha timu ya Tanzania na ya Misri ilikuwa ni Machi mosi 2024 katika mchezo wa mwisho wa kundi D kwenye ligi ya mabingwa Afrika, ambapo Al Ahly ikiwa nyumbani ilifunga Yanga bao 1-0. Kwa hiyo rekodi zinaonyesha kwamba mwamuzi huyu kwenye kugawa kadi za njano yuko vizuri, lakini kwenye kutoa penati si mchoyo wala si mtu ambaye anayumbishwa kwenye hilo. Kwa hiyo tutakwenda kushuhudia Simba anapaswa kuweza kushinda mabao 3-0 katika mchezo wake huo wa marudiano dhidi ya Al Masry ili aweze kufanikiwa kufuzu. Hapa nazungumzia
hatua inayofuata ya nusu fainali. Lakini sambamba na hayo, klabu ya Simba inapaswa kuweza kujiazali kabisa, kwani endapo wakifungwa bao moja tu kwa 0 itawapasa klabu ya Simba washinde zaidi ya goli 4 kwa 0 ili kuweza kufuzu katika hatua hiyo. Draw ya 3-3 huenda na penyewe ikawa ni changamoto kwao, kwa sababu itawaondosha bado, kwa sababu goli la ugenini kwa Afrika bado lipo, unaona bana. Kwa hiyo tusubiri kuweza kusikia yapi ambayo yatakayojiri kuelekea mchezo huo, ila weka maoni yako hapo chini katika upande